Tunakatazwa kiujumla, baada ya kula chakula usile tunda, kwa sababu matunda mengine huharibu digestion yako. Tumbo halisagi chakula baada ya kula, yani baada ya kula chakula usile tunda, kwa mfano chungwa na mambo kama hayo, matunda mengi. Matunda ambayo tunaruhusiwa kula baada tu ya chakula, ambayo yanasaidia mmeng'enyaji, yani nini, kusaga kwa chakula, kusagika vizuri, ni hili tunda. Hili ni mojawapo ya matunda ambayo ukila chakula, ukishamaliza ukila, inasaidia kusaga chakula vizuri. Tunda lingine ambalo linasaidia ni apple. Unaambiwa kula hata ukila kabla, yani ule kabla, unaweza kula kabla ya chakula, unaweza kula baada ya chakula. Unapokula hivyo kabla na au baada, inasaidia kudigest, na pia kabla ya chakula inakusaidia kufanya nini? Kuleta appetite, hamu ya kula inakuja. Sasa kwa faida ya pembeni pia tunasema ya kwamba, na kitu kingine pia, tende baada ya chakula ukila, inasaidia pia kufanya nini? Kusaga chakula vizuri. Ama machungwa usile, na matunda mengine mengi ambayo usile ila baada ya lisaa lizima, kwa sababu matunda mengi yasiyokuwa haya huingia na kuzuia digestion. Miongoni mwa vitu ambavyo pia vinaharibu digestion, kwa faida ya pembeni, ni kunywa hususan chai ya majani. Chai ya majani wanasema inaharibu, hata inasababisha mtu kupatwa na matatizo ya upungufu wa damu, na unapokula inaharibu digestion yako. Kwa hivyo inabidi ndio, kwa mfano hususan chai baada ya chakula, na ikiwa pia zaidi haina maziwa, na ikiwa na maziwa pia ni bora zaidi kuchelewesha. Lakini ikiwa ni chai ya rangi tu kwa ujumla, hiyo kwanza ndio kabisa inabidi ujiepushe baada ya chakula. Kitu kingine pia kinaharibu digestion ni kunywa soda. Watu wengi ukosea, anakunywa ile gas, anapoingiza ndani ya nini, inaharibu digestion kwenye mwili wake, na inakuwa faida ya kile chakula haipatikani. Mtu amalize chakula uteremshe na soda. Kama unataka kunywa soda, soda yenyewe ina madhara mengi. Kama unataka kunywa soda, ichukulie muda baada ya lisaa lizima ndio unywe.